kweli. Itakumbuka kwamba juzi viongozi walitwa kwa ajili ya kuripoti kwenye ofisi ya ZCO, na baada ya kuripoti wakaambia waje kuripoti leo. Na leo wameripoti tena, tumepewa majibu kwamba tarehe ya kuripoti nyingine tutapigiwa simu. Hicho ndio leo. Kwa hiyo ni tarehe ngapi? Bado watataarifu ni lini watakuja kuripoti. Sasa. Yep. Kwa hiyo sasa hivi wanaruhusiwa kusafiri. Sasa hilo ni jambo jingine, lakini mwisho wa siku ni kwamba wamesema siku ya kuja kuripoti watatoa taarifa. Kwa kama wanaruhusa kusafiri, ni haki yao kusafiri. Hakuna zuio lolote wao kusafiri. Yes. Mheshimiwa Heche, swali moja la msingi. Baadhi ya wanachama wa Chadema wameripotiwa kwamba wameondoka ndani ya nchi. Labda idadi yao unafahamu, labda na hili mnalifahamu kama chama? No, hatujafahamu. Lakini kweli kwamba sehemu inapokuwa hatarishi watu wanaweza kuuawa. Na hata wakina Mandela walikimbia wakati makaburu wananani. Sio sifa nzuri kwa nchi yetu, kwa sababu hii ndio nchi iliyokuwa kimbilio ya Wanamibia, wa Afrika Kusini, watu wa Zimbabwe wakati wanaumizwa kule na wazungu. Sasa leo kama nchi yetu imefikia sehemu watu wanakimbia kwa sababu ya usalama wao, na ni prudent tu kwa sababu kuna watu wengi wamepotea, wengi sana, wakiwemo viongozi wakubwa kama Polepole ambaye amekuwa katibu mwenezi wa CCM. Sasa hili sio jambo dogo. Kwa hiyo ndio maana tuna vikao ambavyo tutajadili mambo yote kwa kina, na tutatoka na comprehensive report ya nini kimeendelea kabla ya uchaguzi, baada ya uchaguzi, na ni hatua gani kama chama tutachukua. Sasa Mheshimiwa Rais kesho anafungua bunge. Labda unadhani nini unatarajia kutoka kwake? Labda nini ambacho unatarajia kutoka kwake? Hakukuwa na uchaguzi nchini. Hakujafanyika uchaguzi. As far as we know, na sisi msimamo wetu, uchaguzi hujafanyika. Uchaguzi unahusiana kupiga kura. Yes. Labda iwapo serikali itachukua maridhiano, labda mzee nasema hivi inatosha hiyo tuliyosema kwa leo kwamba hakukuwa na uchaguzi nchini. Swala la maridhiano, labda wananchi wengi wanatamani kusikia kweli.